Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia ibada ya hija, ambapo jana tulimaliza kutoka kwenye sa'i tukaja kwenye kunyoa na tukamaliza, tukasema sasa mtu anakuwa yuko huru katika mji wa Maka. Lakini kuna ukumbusho ambao napenda kuukumbusha katika ibada ya sa'i, yani wakati mtu anatoka Safa kwenda Marwa na Marwa kwenda Safa. Kwa wanaume, liko eneo ambalo limewekwa taa ya rangi ya kijani. Ukipita katika eneo hilo, mwanamume lazima uende kwa mwendo wa haraka, jogging, yani kama mtu anayefanya mazoezi, mwendo wa matiti wenyewe wanaita. Eneo hili limeelezwa maelezo mawili tofauti. Kuna waliosema kwamba wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja na maswahaba wake pale katika mji wa Maka, walipokuwa wanafanya ibada ya hija, wale Makureishi walikuwa wakiwatizama kwa kuona watu hawa ni wachovu sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha kufanya hivyo ili kuonyesha kwamba Waislamu ni mtu ambaye kawiyu, na ndivyo inavyotakiwa Muislamu awe siku zote, ni mtu ambaye hakujitupatupa. Lakini kuna maelezo ya yale matembezi ya haraka aliyokuwa akiyafanya mama yetu Hajara. Lakini ala kuli hali, kwa mwanamume, eneo lililowekwa taa ya rangi ya kijani utapita kwa mwendo wa haraka, na kama umeongozana na mke wako, basi mke wako yeye hatakufuata katika zile mbio, yeye atakuja mwendo wa kawaida, mtakutana mbele yake. Ni kisehemu kidogo sana. Lakini kwa kuwa tushamaliza ibada ya umra, tumeshakaa katika mji wa Maka, tumepumzika, sasa tunaanza ibada ya hija. Ibada ya hija inaanzia mwezi 8 wa mfungo 3, yani mwezi 8 Dhulhijja. Hapa ndio unaanza rasmi ibada ya hija. Matayarisho yako yote kwa mtu mwenye kufanya hija hii tunaoizungumza ya tamattu yatafanyika katika mji wa Maka. Kwa hivyo ukipambazuka tu asubuhi ya mwezi 8, utaoga, utajisafisha. Kama una nywele zako utajisafisha, wataka kupunguza utapunguza, wataka kukata kucha kata, wataka kujipaka manukato fanya, kama vile tulivyoeleza katika ibada ya umra, ambapo matayarisho haya uliyafanya Tanzania. Sasa ya hija utayafanya ukiwa katika mji wa Maka. Hakikisha matayarisho yako umeyafanya. Kama itakuwa ni usiku kabla ya kuamka, ile itakuwa ni bora zaidi, au asubuhi mapema, kwa sababu wakati mwingine watu wanatoka alfajiri kwenda katika safari ya viwanja vya Mina. Kwa hiyo utafanya matayarisho yako katika mji wa Maka, utavaa ihram zako katika mji wa Maka, na utahirimia, utatiania katika eneo lako pale ulipo. Na kuhirimia kuna fanana kidogo na ile kuhirimia kwa tuliko kuzungumza kwa ibada ya umra. Kwenye umra tulisema mtu anahirimia kwamba labbaik Allahumma umra, na huku utasema labbaik Allahumma hajj. Bas, hakuna maelezo mengine marefu. Wakati tunataka kwenda katika safari yetu ya hija, muhimu tuyafahamu masharti, nguzo na mambo mengine yanayopasa mtu kuyafanya katika ibada ya hija. Jambo la kwanza katika masharti ya hija, sharti la kwanza, lazima uwe Muislamu. Hawajibiki asiyekuwa Muislamu kufanya hija, na akifanya hakuna hija, na hii ni katika ibada zote. Sharti la pili ni kubaligh. Mtoto ambaye hajabaligh, huyu hawajibiki kufanya ibada ya hija, lakini hakatazwi, kwa sababu limetokea hili wakati wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mama mmoja alimfuata akamwambia, nataka kwenda kuhiji na mtoto wangu, vipi hija yake huyo mtoto? Akamjibu, hija yake itaswihi, thawabu utazipata wewe. Kwa hiyo ukiwa umechukua mtoto wako, hija yake itaswihi, thawabu unazo wewe, lakini hii haitokuwa hija kwake yule mtoto. Manake akiwa mtu mzima atabidi aje kule hija, sio kwamba hija hii itakuwa imekamilisha hija yake ya faradhi. Mtu mwingine ni mtu ambaye hana akili. Mtu asiyekuwa na akili hawajibiki kufanya ibada ya hija, na atakapokuwa amekwenda, umemchukua umekwenda naye kwenye hija, manake siku akija akipata akili, bado hija yake ya faradhi atakuwa anayo, hii haitohesabiwa. Mtu mwingine ni mtumwa. Sasa hivi hatuna, lakini wakati ule kama mtu amechukua mtumwa wake akaenda naye katika hija, huyu mtumwa hawajibiki na hija. Kwa hiyo akija akipewa uhuru wake,
akiwa na nafasi, maanake huyu mtu itamlazimu yeye kuja kufanya ibada ya hija. Jambo jingine ambalo litakuwa ni uwezo, yani mtu ambaye anafanya ibada ya hija kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, man istata, mwenye kuweza. Mtu ambaye hana uwezo halazimiki kufanya ibada ya hija. Kwa hivyo, na mwanamke kwenda na maharimu wake, haya nimesema yana tofauti ya wanawachuoni. Jambo hili lina tofauti ya wanawachuoni. Kuna wanaoona kwamba kwa kuwa mwanamke haruhusiwi kusafiri peke yake, mwanamke huyu atakapokwenda katika ibada ya hija au ya umra bila maharim itakuwa ni makosa. Na kuna wanaoona kwamba kwa sababu wanaenda na watu wanaenda, hii ni jambo watu wanatofautiana. Kwa hiyo mimi siingii katika anga hizo. Tunazungumzia kuhusu nguzo za hija. Nguzo za hija nazo ni kama zifuatazo. Na nguzo tulisema kwenye umra na tunasema tena hapa kwenye hija. Ukiacha nguzo lazima uirudie hiyo ibada yoyote ile. Nguzo ya kwanza ya hija ni kuhirimia, yani kutiania. Kule kutiania ni jambo la lazima katika ibada. Ikiwa hukutiania, manake hiyo hija yako au swala yako au havipo. Jambo la pili ni kisimamo cha Arafa. Kisimamo cha Arafa, lazima mtu uwe umefika katika viwanja vya Arafa, umefanya kisimamo cha Arafa. Tukifika wakati wa kulizungumzia jambo la Arafa tutalieleza, lakini hii kisimamo haina maana kwamba ukifika pale Arafa ukasimame kama mtu anayeswali. Hapana, ikifika wakati wake tutaeleza, lakini maana yake ni lazima uwe umefika katika viwanja vya Arafa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakufika Arafa hana hija. Kitu kingine ni tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha, tawafu al-ifadha ni nguzo katika nguzo za hija. Kule katika umra kuna tawafu ile ya umra. Hii tawafu hii ni tawafu inafanywa katika hija. Ukishamaliza huko mizunguko yako utakuja kufanya tawafu al-ifadha, tutaieleza ikifika wakati wake. Kisha kuna kusai, kama ambavyo umefanya sai kule katika ibada ya umra, na katika ibada ya hija halikadhalika kuna kusai, na hii ikifika wakati wake tutaieleza. Hizi ndio nguzo za hija ambazo anatakiwa azifahamu mwenye kufanya hija, kwamba akiziacha nguzo hizi atakuwa hana hija. Halafu kuna wajibu. Tulisema wajibu ukiuacha itabidi utoe fidia, na fidia ni kuchinja. Utawauliza wale uliokwenda nao hija, watakupa maelekezo ya namna ambavyo utatakiwa kufanya katika kuchinja. Katika wajibu wa hija ambao mwenye kuhiji anatakiwa aifanye, jambo la kwanza ni kuhirimia katika sehemu yako, kuhirimia katika mikati yako. Na wewe ambaye umekwenda katika safari hii ya tamattu'i, wewe utaanza kuhirimia umra kule ukitoka katika safari yako, na hii hija ni hapa katika mji wako wa Maka. Jambo la pili ni kusimama Arafa mpaka jua lizame. Hii ni katika wajibu, kusimama Arafa mpaka jua lizame. Jambo la tatu ni kulala Muzdalifa, kulala Muzdalifa. Jambo la nne ni kulala Mina siku za tashriq. Ikifika wakati wake tutayaeleza haya, lakini yanukuu kulala Mina katika siku za tashriq. Jambo la tano ni kurusha vijiwe, jamarati pale, kurusha vijiwe. Hii ni katika wajibu. Jambo linalofuata ni kunyoa au kupunguza nywele. Hii ni katika wajibu. Na jambo la mwisho ni kutufu tawafu ya kuaga. Kuna tawafu ya kuaga, ile ni tawafu al-ifadha. Kuna na tawafu ya kuaga, tawafu al-wida, ambayo utaifanya wakati unakuwa unaondoka zako Maka. Haya ndiyo machache ambayo tumeweza kuyazungumza leo, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie wale wanaokwenda safari ya hija, na sisi atujalie katika wenye kwenda mara kwa mara. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.